sio mara ya kwanza kuwepo Mbeya, lakini ni kwa mara ya kwanza sisi kuweza kuandaa kambi hii ya neno na maombi. Kambi maana yake ni mahali ambapo kulala inakuwa ni hapo hapo. Na tumekuwa tukifanya hizi kambi kwa sababu maandiko yanatuonyesha kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2, kambi ya kwanza kabisa ya mitume ilikuwa imewekwa wakati ule maarufu tunafahamu kama Pentekoste. Roho Mtakatifu alipokuja kukutana nao ilikuwa ni wakati wakiwa tayari wapo kwenye kambi. Amen. Amen. Kwa hiyo kuna kitu ambacho huwa Mungu anafanya pale watu wanapoamua kujitenga na kukusanyika kwa pamoja kwa nia ya kupokea. Huwa kuna mambo yanakuwa yanatokea rohoni. Hivyo tunaamini kabisa kwamba kambi hii ambayo Mungu ametupa neema ya kuandaa, na mpaka sasa tumeona mwitikio mkubwa wa watu kujisajili na kuhudhuria, tunaamini kabisa inakwenda kuwa baraka kwa wengi na hata kwa wewe ambaye unasikiliza kwa wakati huu. Amen. Amen. Hallelujah. Sasa kwa sababu ya muda wetu nitataka Apostle Mbuba utajitambulisha kidogo na kuelezea kidogo, alafu tupate kwa ufupi sana ujumbe ambao unakwenda kuichochea mioyo yetu na kujenga shauku kubwa ya kuhudhuria kwenye kambi ambayo tumeiandaa. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Apostle Yusufu Mbuba na ni mtumishi wa Mungu kutoka kwenye huduma ya RGG Ministry International hapa Mbeya. Amen. Na Mungu ametupa neema na nafasi kubwa ya kuandaa kambi kubwa ya kihistoria inayogeuza maisha ya watu, kuyabadilisha maisha ya watu. Sasa kimaalum kabisa hii kambi tutaifanyia pale kwenye shule ya Sangu Sekondari au Sangu High School. Ukiwa unaelekea mjini, ukiwaambia watu wakushushe pale, wanakushusha. Na hii kambi tunaifanya kwa siku 5, ni kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 15 ya wiki ijayo. Itakuwa ni kambi kubwa ambayo tutahudumiwa na neno la Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu, watu wenye magonjwa wataponywa, watu wenye changamoto mbalimbali wataweza kufunguliwa na nguvu za Mungu. Turudie tarehe mtumishi, tarehe 11 mwezi wa 6 hadi tarehe 15 ya mwezi wa 6. Itakuwa ni kuanzia siku ya Jumatano hadi Jumapili. Kambi ya maombi. Ni kambi ya neno na maombi. Okay. Kwa kuna kujifunza, lakini pia kuna kuomba na watu kuhudumiwa na nguvu za Mungu. Na nikwambie tu kwamba ni bure, hakuna kwamba kuna fedha labda ulete fedha ili uhudumiwe na nguvu za Mungu. Hapana, ni bure kabisa kuweza kuhudumiwa. Na unaweza kusema nimesikia mkieleza habari ya kambi, nataka kufahamu nawezaje kufika kwenye hiyo kambi? Labda nataka kufika kwenye hiyo kambi, nataka kujisajili kuja kwenye hiyo kambi. Kwa sababu kambi tunahitaji uweze kujisajili ili uweze kutulasia utaratibu wa kuandaa sehemu ya malazi na chakula kwa watu. Umemsikia mtumishi wa Mungu baba hapa akisema kwamba kambi ni pamoja na kula hapo hapo. Kwa hiyo ukihitaji kuwasiliana na sisi, tumia namba hizi 0743 0743 904 327 0743 904 327. Naomba nimkaribishe. Nitairudia kwa uzuri kabisa hiyo namba 07 43 904 327. Tunairudia kwa uzuri kwa yule ambaye yupo Ireje, yupo Sumbawanga huko aweze kuchukua kwa uzuri 07 43 904 327. Labda mwingine angependa pia kujua hiyo kambi labda itakuwa yani ibada na maombi yanaanza saa ngapi? Angejua pia hilo pia. Kimaalum kabisa hii kambi tutaianza siku ya Jumatano kuanzia saa 10 jioni. Watu wanaanza kuwasili kambini, watu wanaanza kufika kambini. Lakini wakishafika, tunaposema ni kambi, maana yake ni kulala hapo hapo. Kwa hiyo kuna muda wa kujifunza kuanzia asubuhi mpaka usiku. Ndio maana huduma zote za chakula na nini unazipata hapo hapo kambini. Kwa muda wa kujifunza upo asubuhi, mchana, jioni na usiku. Kwa hiyo ndio maana kambi ya siku 5. Ndio maana ni kambi ya siku 5, na hapo unakuja unahudumiwa na neno na nguvu za Mungu. Ukiondoka hapo, ndio maana inaitwa metamorpho. Kwa Kiswahili maana yake ni nini? Ni kubadilishwa.
Kwa ukija kwenye hii kambi mpaka unaondoka umeshabadilishwa na neno na nguvu za Mungu, umeshafanywa kuwa mtu mwingine. Tunafahamu mtumishi wa Mungu kwenye Biblia anaitwa Paulo. Kabla alikuwa anaitwa Sauli, lakini kuna jambo moja lilitokea kwenye maisha yake. Baada ya kuwa amekutana na Bwana na akahudumiwa na nguvu za Mungu, alibadilishwa kutoka kuwa mtu ambaye alikuwa anachukia habari za Mungu, anawaoa watu wanaofanya kazi za Mungu, lakini baada ya kukutana na Bwana ambaye ni Kristo, ambaye ni neno, na akahudumiwa na nguvu za Mungu, alibadilishwa na kufanywa kuwa mtu mwingine ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa na matokeo makubwa sana kwenye mwili wa Kristo. Ukisoma nyaraka nyingi, wa Korinto, Warumi, Timotheo, hizo zote ameziandika mtume wa Mungu huyu nani? Paulo. Sasa amefanya kazi hii yote kubwa, lakini nini kilitokea kwenye maisha yake? Alihudumiwa na neno na nguvu za Mungu zilimbadilisha akawa mtu mwingine. Kwa hii kambi inaitwa Metamorpho Camp. Maana yake ni to be transformed, au kubadilishwa na nini? Na neno na nguvu. Ndio maana tunasema ni nini? Ni kambi ya neno na maombi. Kwa njoo hapa uhudumiwa na nini? Na neno la Mungu na nguvu za Mungu, ufanywe kuwa yule mtu ambaye Mungu anakuhitaji. Kwa sio tu kwamba unabadilishwa kufanywa kuwa mtu mwingine, ila unabadilishwa na kufanywa yule mtu ambaye Mungu anamuhitaji. Amen. Asante mtumishi, turudie tena namba ya simu 0743 0743 904 904 327 0743 0743 904 904 327. Popote pale ulipo msikilizaji, hiyo ni kambi ya siku 5. Wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa mbalimbali ama ni mzima, lakini hiyo kambi inakuhusu pia kwa ajili ya maombi, ibada ya neno la Mungu pamoja na maombi. Popote pale ulipo, wewe ni mwanafunzi, upo chuo, upo sekondari, lakini pia wewe ni mfanyakazi, mjasiriamali, unakaribishwa pale sekondari ya Sangu kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 15. Nipo sahihi? Upo sahihi. Lakini inawezekana kuna mtu anatusikiliza anasema, mimi nina changamoto yoyote, nina jambo lolote gumu linalonishinda. Tutumie ujumbe wako, au tutakupigia tukitoka hapa. Tutumie ujumbe wako, unaitwa nani na una changamoto gani, ili tuweze kukuhudumia. Yaani unaitwa nani, upo wapi, changamoto gani na kukumba. Alafu baada ya hapo tutaweza kuwasiliana. Naona watu wanatupigia hapa. Tunaomba mtume jumbe za message sasa hivi, tutawasiliana na nyinyi tukitoka hapa. Karibu sana. Haleluya. Na nataka niseme kwa ufupi, kama ambavyo tumesema, hii ni kambi kwa ajili ya watu wote. Manake ni Mungu anakwenda kuhudumia maisha ya kila mtu atakayehudhuria. Nimeanza kwa kusema kwamba ukisoma kwenye Biblia unaona kitu cha ajabu sana, kwamba kambi ya kwanza ya mitume ndipo ambapo walijazwa Roho Mtakatifu na maisha yao yaligeuzwa kabisa. Ndio maana kambi yetu tunaamini ni mahali ambapo watu watahuishwa, kugeuzwa, na maisha yao yatabadilishwa kwa neno na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ambalo utakutana nalo utakapohudhuria katika kambi hizi ni neno la Mungu. Maandiko yanaonyesha kwenye kitabu kile cha Luka, ukisoma kuanzia ile Luka sura ya 5, tunaona jinsi ambavyo Yesu Kristo alipokuwa amekutana na Petro. Amen. Na Petro alikuwa ni mvuvi wa samaki. Akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi usiku kucha, tusipate nini? Tusipate kitu. Lakini Yesu akawa anamwamuru kwamba Petro, nenda ukazishushe nini? Nyavu. Petro akasema, kwa neno lako tutazishusha nyavu. Kwa neno, na maandiko yanasema Petro aliposhusha nyavu walipata samaki wengi sana. Manake pale ambapo kila kitu kimeshindikana, nguvu zako, akili zako, ukiliruhusu neno la Mungu lifanye kazi, utaona maajabu. Amen. Amen. Luka sura ya 5 mstari wa 5. Simon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu. Inawezekana kuna mambo ambayo umejaribu kuyafanya kwa nguvu zako kwa muda mrefu na imeshindikana. Lakini utakapokutana na neno la Mungu, ni neno la uzima, ni neno la uhai, litageuza maisha yako jumla, litaleta majibu kwenye maswali ya muda mrefu. Amen. Manake hapa ni kama mfanyabiashara ambaye amejaribu kufanya jambo fulani kwa muda mrefu. Petro anasema tumefanya usiku kucha, manake wametumia nguvu zao zote, wametumia ujanja wao wote, lakini bado hauoni faida. Neno linapokuja la Mungu linasababisha uzima kwenye kile unachokifanya. Lakini jambo la pili ambalo utakutana nalo kwenye kambi ni Yesu mwenyewe. Amen. Mitume walipokwenda kumpokea Roho, waliposubiri kupokea Roho, ni kwa sababu tayari walikuwa wamempokea Yesu Kristo.
Ukisoma kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 19 mstari ule wa pili, sana hasa ule mstari wa 3, maandiko yanaonyesha kwamba kulikuwa na mtu anaitwa Zakayo. Huyu mtu alikuwa ni mtu tajiri lakini mtoza ushuru. Huyu mtu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Mpenzi unayetusikiliza, hata unaposikia kipindi hiki, unaposikia sauti hii, unataka kumuona nani? Amen. Amen. Ni nani ambao unataka kumuona? Kwa mfano tunapokualika kwenye hii kambi hii, unategemea kuona nini? Jambo la kwanza nimekuambia, lazima utegemee kukutana na neno la Mungu. Lakini jambo la pili ni kumuona Yesu, ni kumuona Yesu. Zakayo aliweka umaarufu wake pembeni. Zakayo aliweka utajiri wake pembeni. Zakayo aliweka kazi aliyokuwa nayo ya kutoza ushuru pembeni. Akatamani kumuona Yesu. Katika kiwango ambacho aliamua kupanda juu ya mti ili amuone Yesu ni mtu wa namna gani. Yesu alipomwona Zakayo, akamwambia Zakayo, shuka upesi, nitashinda nyumbani mwako. Na Zakayo alipomkaribisha Yesu, akatangaza Bwana Yesu kwamba wokovu umeingia nyumbani humu. Na siku hiyo historia ya maisha yake ikabadilika. Kwa nina hakika kuna mtu unaweza kuwa unatusikiliza, labda bado hujamwamini Kristo kuwa Bwana wa maisha yako, bado hujaokoka, lakini ndani yako unamtamani kumuona nani? Je, unatamani kumuona Yesu? Kambi hii ya kugeuzwa na kuishwa kwa nguvu za Mungu, utamuona Yesu halisi, yule ambaye tunasoma kama andiko wanavyosema ni yeye yule leo, jana, leo na hata milele, hajabadilika. Yule Yesu anayeponya, aliyeponya jana, utaona akiponya na leo. Yule Yesu mtenda miujiza, utaona aliyetakasa ukoma. Yule Yesu aliyefanya vipofu wakapata kuona. Je, ni jambo gani ambalo unafikiri ni gumu? Yesu Kristo atajibu hitaji la moyo wako. Haleluya. Lakini jambo la tatu na mwisho ambalo utakutana nalo, la msingi sana, ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Moja ya kitu ambacho watu wamekosa sana kuelewa katika kanisa ni Roho Mtakatifu. Ukitaka kujua kitu chochote ni cha muhimu, angalia muda wake. Ukinunua kitu dukani alafu kapewa warranty ya miaka 15, manake hicho huyo mtu alotengeneza anaamini kwamba kwa miaka 15 hicho kitu hakiwezi kuharibika. Sasa Yesu Kristo anasema kwenye Yohana 16, anasema kwamba huyu Roho Mtakatifu atakaa na ninyi milele. Atakaa na ninyi milele. Atakuwa na nyinyi siku zote. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu ambaye tumepewa. Huyu ndiye ambaye tutakutana naye. Ukisoma kwenye Samuel wa kwanza ile sura ya 6 mstari wa 10, anasema utapokea nao utapokea Roho Bwana atakujilia, utageuzwa, anasema utaanza kutabiri pamoja nao. Amen. Manake Roho Mtakatifu ni Roho mwenye nguvu. Maandiko yanasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38, habari za Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Nikisomaga ile andiko wanajiuliza, kama Yesu Kristo alihitaji Roho Mtakatifu, ni nani ambaye hamuhitaji? Utakutana na nguvu za Roho Mtakatifu, lakini baada ya kujazwa Roho, kuna watu wanasikiliza wengine wameokoka, lakini moto walionao sio moto waliokuwa nao wakati wameokoka. Kuna watu wanasikiliza waliokuokoka wamerudi nyuma. Hii ni sauti ya Mungu inakuita usimame tena. Kwenye hii kambi utakutana na nguvu za Roho Mtakatifu. Utajazwa Roho kama ilivyokuwa kwenye ile kambi ya kwanza ya mitume siku ya Pentekoste. Lakini utapokea nguvu za Mungu zaidi, na nguvu za Roho Mtakatifu utaziona zikifanya kazi kwenye maisha yako. Amen. Ni nguvu za Mungu ambazo zinatoa kansa kwenye miili ya watu. Ni nguvu za Mungu zinazoweza kuchomoa HIV, virusi vya ukimwi kwenye damu ya mtu. Amen. Ni nguvu ya Mungu inaweza kuunga mifupa iliyovunjika. Ni nguvu ya Mungu inaweza kuyafanya macho yasiyoona yaone. Amen. Ni nguvu ya Mungu inaweza kuviondoa vidonda vya tumbo vilivyokutesa kwa muda mrefu. Amen. Ni nguvu ya Mungu inaweza kufanya biashara iliyokufa ikawa hai tena. Amen. Ni nguvu ya Mungu inaweza kufanya mahali palipokuwa na hasara pakaanza kuzaa faida. Amen. Kwa hiyo hii ni kambi ambayo inakwenda kubadilisha maisha yako. Jaribu kufikiri tu ndani ya siku 4-5 ambazo tutakuwa kambini. Zinakwenda kubadilisha historia ya maisha yako. Haleluya. Nataka baada ya kusema tutakapotaja tena namba zetu za simu, nitataka Mbuba, wakati tunaelekea kumaliza na kuomba na watu na kuwasikiza watu wachache kwa dakika tuzonazo, utatoa shuhuda kadhaa ambazo pia umeziona. Kwanza toa za hapa Mbeya, maana tumekuwa tukija Mbeya, Mungu ambacho amefanya kwa maisha ya watu. Ndiyo. Lakini pia tutasikiliza shuhuda za nini ambacho kimekuwa kitokea kwenye kambi ambazo tumekuwa tukifanya pia kule Dar es Salaam. Ndio. Naona kuna watu wanauliza tunafikaje hapo shuleni, au hiyo shule iko wapi? Taja namba ya simu tena, alafu tutasoma na message kadhaa. 07 43 90 4
4327. Irudie tena. 07 07 43 43 90 90 43 43 27. 27. Umetusikiliza, unasema unahitaji kufika kwenye hii kambi, tutumie ujumbe wako. Lakini una jambo lolote ambalo unahitaji msaada wa kiungu, tutumie ujumbe wako hapa, tutaweza kukusaidia. Tarudia tena namba hiyo kwa uzuri, ili watu chukua namba, yes, kila mtu wasiweze kupotea siku hiyo, waulize wakipotea. 0743 0743 904 904 327 327. 0743 0743 904 904 327 327. Sehemu ya kuteremka ni moja tu, Sangu Sekondari Mbeya. Sangu Sekondari Mbeya. Na ukiwa unatokea Kabwe, unatokea Mwanjelwa, unapata tu bajaji za kwenda mjini, unawaambia nishushe Sangu Sekondari, iko barabarani kabisa, watakushusha pale. Na unapopanda kwenye gari unasema naenda katika kambi ya neno la Mungu pamoja na maombi, tarehe 11 hadi tarehe 15. Tarehe 11 hadi tarehe 15 mwezi wa 6. Naomba nitoe shuhuda kadhaa za mambo ambayo Mungu ameyafanya tukiwa hapa Mbeya kwenye kambi na kwenye ibada ambazo tumekuwa tukizifanya hapa Mbeya. Kwenye mojawapo ya ibada ambayo tulikuwa tunaifanya, kuna binti ambaye alikuwa na changamoto ya kuvaa miwani tangu akiwa shule ya msingi, ile darasa la 3. Ana shida ya macho. Ana changamoto hiyo ya macho, anatumia miwani, mwangu na muumiza, hawezi kuona mbali kwa zaidi. Sasa hivi yupo kidato cha 4. Kwa miaka yote hiyo amekuwa akiteseka na hiyo changamoto. Lakini alivyokuja kwenye mojawapo ya ibada, alihudumiwa na nguvu za Mungu, na tangu siku hiyo ameponywa kabisa. Hatumii miwani tena, anaona vizuri, mwanga haumuumizi na anaona mbali. Kuna huyo hapo. Lakini kuna ndugu mwingine ambaye alikuja, kuna mama alikuwa na changamoto ambaye alikuwa anasumbuliwa na nguvu za giza. Tangu akiwa binti au amevunja ungo, alianza kupata changamoto, tunasema ya mama wa watoto wangapi? Ana watoto 3 4. Mama wa watoto 3, kama watoto 3 4. Ndio. Alikuwa na changamoto ya kujikojolea kukojoa kitandani. Na changamoto hii imemsumbua tangu alipovunja ungo, na hili jambo lilikuwa linamtesa. Anasema, na ukisema hivyo watu lazima wajue, maana pia sasa hivi mabinti wadogo wanaweza kukutana na watoto 3, maana yake ni mama mtu mzima na ameolewa. Ana watoto wakubwa, watu wazima. Ndio. Lakini alikuwa na hiyo changamoto ya kukojoa kitandani. Ndio. Na ni changamoto ambayo hakuwa anaweza kumwambia mtu yoyote. Ndivyo ilivyokuwa. Lakini akiwa kwenye ibada, mtumishi wa Mungu akatoa neno la unabii kwamba kuna mtu ambaye ana tatizo la aibu, ni la aibu, lakini Yesu Kristo anatatua hilo tatizo. Yaani maana yake kuna mambo, unajua kuna mambo unaweza ukaonea aibu lakini Yesu haonei aibu. Kwa sababu kuna mambo huwezi kujisaidia, la Mungu anaweza kukusaidia. Kuna vitu huwezi kuambia watu, lakini ukiwa radhi kumwambia Mungu atakusaidia. Na mkumbuko mama umeongelea ushuhuda wake, ndio maana nikataka tuweke vizuri, kwa sababu sio jambo la kuchukulia kawaida. Yaani haijatokea, it's not by coincidence. Sio kitu cha bahati. Maana yake ni mtu ambaye ni mtu mzima wa zaidi ya miaka 37. Amekaa kwa muda mrefu akiwa na tatizo toka amekuwa binti anavunja ungo, bado anakojoa kitandani. Mpaka ameolewa na amezaa na watoto, lakini bado ana hilo tatizo la aibu. Bila kumwambia mtumishi, bila kusema, Yesu alimuona kwa unabii, kwa ufunuo, na akamsaidia. Toka sasa hivi, manake ni kipindi, mpaka sasa hivi ni muda gani umepita toka amehudumiwa? Amehudumiwa ilikuwa ni mwaka jana. Ilikuwa mwezi wa 6 mwaka jana, mwezi wa 6. Ndio. Huu ni karibia sasa, maana huu ni mwezi wa 6, manake ni karibia na mwaka umeisha pia. Ndio. Hiyo hali haipo tena. Imetoweka kabisa. Turudie namba za simu tena, mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu, namba za simu 0743 904 904
327. Kongamano ni tarehe 11 hadi tarehe 15 mwezi wa 6. Mwezi wa 6 pale sekondari ya Sangu. Sekondari ya Sangu. Naomba nitoe na ushuhuda huu mwingine. Tumesema ni kambi ya watu kugeuzwa na neno na nguvu. Hapo tumetoa shuhuda chache za watu ambao wamehudumiwa walikuwa na changamoto. Lakini inawezekana wewe ni mtumishi wa Mungu. Unasema nataka niwe na utumishi wenye matokeo, ni wahudumie watu. Kwenye hizi kambi na ibada ambazo tumekuwa tukizifanya hapa Mbeya, kuna mtu ambaye alikuwa anakuja anajifunza neno mtumishi. Ni mtumishi wa Mungu akawa anakuja anajifunza neno lakini alikuwa hawezi kuombea watu. Alikuwa na mama yake ambaye ana changamoto ya mkono umeteguka zaidi ya miaka 10. Lakini alikuwa na hiyo changamoto sasa, lakini pia alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa na addiction, tunasema ni binti ya kutafuna udongo sana, yani anaweza kununua kisado anakimaliza ndani ya muda wote ni udongo. Sasa huyu mtu wa Mungu baada ya kuwa akijifunza neno na akahudumiwa na nguvu za Mungu, baada ya hapo akawa na uwezo alimwombea huyo rafiki yake ambaye alikuwa binti alikuwa na hiyo changamoto. Hiyo addiction ikamwachia, au huo uraibu wa kutafuna udongo ukamwachia kuanzia siku hiyo. Lakini mama yake pia ambaye alikuwa na changamoto ya mkono umeteguka kiasi kwamba hawezi kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu na hawezi kufanya baadhi ya mambo, aliweza kumuombea naye papo hapo. Baada ya kuwa amemuombea na yeye akaweza kuponywa na huo mkono. Kwa hiyo tunaona kwamba sio tu kwamba utahudumiwa mtu mwenye magonjwa mwenye nini, lakini unaweza kawa ni mtumishi au ni mtu ambaye tunasema mimi nataka kumtumikia Mungu, nataka niwe na utumishi wenye matokeo. Njoo ujifunze na uambukizwe neema na nguvu za Mungu, ukawe na matokeo kwenye utumishi wako. Tutumie ujumbe wako kwa namba yako ya simu tafadhali. Chukua namba ya simu hii na uweze kutuma ujumbe wako. Zitaje tena namba 0743 904 327 327 0743 904 327. Kwa hiyo hii ni kambi, watu wa Mungu. Hii ni kambi. Tunapomalizia ni kusisitize, naona message kwa wengine kama bado mtu hajaelewa ungeelekeza. Hii ni kambi. Hii ni nini? Ni kambi. Na kambi, tunapozungumzia kambi, maana yake sio sehemu ya kwenda na kuondoka. Na inapofanyikia ni wapi? Sangu High School. Kuanzia tarehe ngapi? Tarehe 11 mwezi wa 6, yani wiki ijayo. 11 itakuwa Jumatano hadi tarehe 15. Tunaanza kuwapokea watu kuanzia saa 10 jioni. Maana yake ibada itaanza, kambi yetu itazinduliwa rasmi saa 1 jioni. Kwa hiyo kuanzia saa 10 mpaka saa 1, saa 12 tutakuwa tunawapokea watu. Maana tuna watu wengine wanatoka Iringa, tuna watu wengine wanatoka Makambako, wanatoka maeneo ya nje kidogo na wengine. Kwa hiyo hapa tumekuja kumwalika mpenzi anayetusikiliza aweze kujumuika na sisi katika kambi hiyo na akutane na nguvu ya Mungu itakayobadilisha jumla historia ya maisha yake. Amen. Wewe ambao unatusikiliza, inawezekana kuna namna umelemewa, inawezekana kuna namna unahisi umelemewa au una kiu ya kiroho, unahitaji kusikia sauti ya Mungu tena kwenye maisha yako. Unahitaji faragha ya maombi. Yesu anakuita kwenye kambi ya neno na maombi hapa Mbeya mjini. Sangu High School ndipo kambi itakapofanyikia. Na kambi yetu tunaamini ni kambi ya kugeuzwa na kuisha kwa nguvu na kwa neno la Mungu. Amen. Sasa kambi maana yake, nimesisitiza kwamba kulala ni kambini kwa siku zote. Utapata malazi mazuri, utapata chakula kizuri na huduma nzuri za kiroho. Naomba unisikilize, haimaanishi kwamba kambi hizi hazina gharama. Gharama ipo, isipokuwa watu wanaohudhuria kambini hawalipi chochote, kwa sababu kwa utaratibu tuliojiwekea na kamati yetu ya maandalizi tayari imekava gharama zote. Kwa sababu mtu mwingine akasema bure kivipi, kwamba hatutakula? Tutakulaje bure? Tutakula, lakini kuna watu wamesimama kwa sadaka zao ili ule, wametoa sadaka ili ulale vizuri, uhudumiwe vizuri. Kwa hiyo wewe cha kufanya ni kuja na mahitaji yako tu ya muhimu, labda nguo zako basi. Chukua namba zetu za simu ili uweze kupata maelezo zaidi. Inawezekana hujaelewa zaidi, lakini utaelewa zaidi ukiwasiliana na sisi. Lakini mtumishi pia ungeweka wazi pia, kuna wengine anasema mimi nipo jirani hapa jijini Mbeya, nataka nije kushiriki kambi ya neno na maombi. Je, mimi inakuaje? Vizuri. Hicho ulichosema, tumepata simu moja ya mtu leo katika kushuhudia pia. Kuna mtu akatuambia mimi nakaa jirani na hiyo shule kabisa. Kwa hiyo nafikiri sijui ndo Makimbile anaitwa Maki anaweza kana natusikiliza pia. Baadaye kuna mtu ametusikiliza.
Sasa ndio maana tunasema ukiwasiliana sisi tutakuelekeza. Manake kama upo karibu tutaangalia ukaribu uliopo. Kwa sababu kambi sisi zinaenda mpaka usiku. Kwa na sisi kwa utaratibu wa usalama hatutaruhusu wewe unaondoka usiku wa manane peke yako. Kama tukiona kwako ni mbali tutakushauri uweze kubaki kambini. Asante, tudie namba ya simu 0743 904 327. Unakaribishwa katika kambi ya neno na maombi pale Sangu tarehe 11 mwezi wa 6 hadi tarehe 15 mwezi wa 6. Namba hiyo tena 0743 904 327. Muda unakimbia kweli kweli, turudie mara ya mwisho tufunge kwa maombi. 0743 904 327. Tumishi, tuweze kufunga kwa maombi. Tushukuru pamoja na watu waliosikiliza. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kila ambaye ametusikiliza sasa katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ambao wameamini kwenye sauti hii na wameamini kwenye neno hili na wamedhamiria kwenye mioyo yao kuhudhuria na kuwa sehemu ya watu watakaopokea. Tunayabariki maisha yao sasa tunapomaliza kipindi hiki katika jina la Yesu. Yoyote unayotusikiliza pote ulipo, ikiwa ni mgonjwa ni mdhaifu, unaweza kuweka mkono mahali panapouma. Umbali sio kikwazo. Nguvu za Mungu zinasafiri saa hii na kukugusa hapo ulipo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninatamka uzima ndani yako, ninaamuru uhai ndani yako, ninakemea huo ugonjwa kuachie. Nguvu za giza toeka, achia kwa jina la Yesu. Muachie huyo mama, muachie huyo baba, muachie mwanamke. Naamuru amani kwenye familia, naamuru furaha kwenye familia. Roho ya mafarakano haina mamlaka, roho za magonjwa hazina mamlaka. Kwa jina la Yesu anazoitalia hai, natangaza uwezo wa Mungu. Nguvu za giza zitakuwa na uwezo juu yako. Utalala salama na kuwa na ndoto njema. Hautateswa usiku unapolala na nguvu za giza wala na majinamizi. Kuanzia sasa ninatamka ulinzi wa nguvu za Mungu juu yako kwa jina la Yesu Kristo anazoitalia hai. Unapojiandaa kuhudhuria kambi hii, basi ukakutane na neema ya Mungu itakaobadilisha historia yako na ya familia yako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini, wote tuseme amen. 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 Imekuwa kama tulivyoomba katika jina la Yesu. Amen. 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 Namna hiyo msikilizaji, ndivyo ambavyo watumishi wa Mungu kutokea pale RGG Church wakiwa wameka kambi tarehe 11 hadi tarehe 15 pale sekondari ya Sangu, wanakukumbusha kufika siku hiyo hapo tarehe 11 hadi tarehe 15 mwezi wa 6 pale sekondari ya Sangu. Namba za simu endelea kuwapigia hivi sasa wanavyotoka 0743 904 327, 0743 904 327. Usiku mwema kwako.